Mtandaoni umezuka mjadala ambapo watu wanasema Alikiba ametoa kolabo nyingi sana kwa vijana ambao ndio wanafanya muziki vizuri sasa hivi, kwa mfano Harmonize, Mario, Mbosso na nini. Wengine wakaenda extra miles kwamba Ali haya ni wengi wao ni mazao ambayo ameyatoa Diamond, ndio yeye anakuja kufanya nao kolabo. Haoni kama anajishusha kwenye nafasi yake? Take yako ni hayo ni mawazo yao. Na unajua katika muziki kuna ukuaji. Kuna ukuaji, na watu wakikua lazima wapewe maua yao. Wakifanya vizuri lazima wape maua yao. Mimi naamini katika kipaji, ndio maana sijafanya tuna mtu yoyote hiyo. Nafanya na watu ambao naamini wana vipaji. Na hiyo isiwe sababu. Kama yeye alifanikiwa akawatoa hawa vijana wake, lakini pia vile vile kuna burden pia alikutana nazo. I don't want to talk about it. So la msingi ni kwamba naheshimu kipaji na nafanya na mtu ambaye nahisi kwamba ana potential ya kuwa mtu fulani. Umeelewa? Lengo langu mimi huwa napenda kusaidia. Wewe umekuja na swali la ujivuni. Sasa kama ningekuwa mjivuni nisingekuwa na allow hivyo vitu. Mimi naangalia opportunity. Na kama hii inaweza kuwa na faida kwangu au faida kwake. Huwa na bless tu. Umeelewa? So la msingi ni uondoe vitu hivyo unavyonifikiria na kutangaza kwamba mimi nina tabia za ajabu. No, mimi siko hivyo. Nyie mnapeleka vitu vibaya nje huko. Si unanielewa? Lakini si unaona mtandaoni wanavyokucategorize wewe. Ni kwamba Alikiba ni msanii. Sababu nyinyi mmefikisha mwanzo. Sisi tunakutana naye. Kwa sababu watu hawanijui, na unajua unaweza kumuongelea mtu yote usiyemjua unavyojua wewe. Na ukisikia kwa mtu ambaye usiyemjua unasikia sana. Si unaelewa? Unasikia na kuzingatia. Lakini mtu kama unamjua, unasikia na kupuuzia ama unasikia na kuverify tu kwamba of course yes. Yuko hivyo kwa sababu unamjua. Umeelewa? Lakini ukisikia vitu vingine sio kweli unapuuzia. So nyinyi ndio mnafanya watu waone mimi. Lakini why? Mimi nataka nikuulize Ali. Ni mara ngapi umesikia wanasema Alikiba ni mjeuri? Sijawahi kumsikia mtu wewe na kusikia. Usiniambie mimi, usinidondoshe mimi. Umeanza nayo maswali. Unajua kuna interview moja tulifanya kwa Mwijaku kama unaikumbuka. Ile interview wakawa naiposti sana sana, mnasikia majibu ya Alikiba yani ni jeuri. Hujakutana nayo? Jamani. Hebu nisikilize. Unaniuliza swali la kifo. Wewe unataka mimi nikuulize kifo nini? Unaniuliza swali la kipumbavu. Unataka mimi nikujibu vipi wewe? Na kujibu kipumbavu hivyo hivyo. Kwa hiyo unafanya gamba. Ask me, nifanye nionekane. Uliza swali nionekane. Yaani you have to be better to ask me. Niulize swali ambalo mtu atakusifia wewe journalist. Usiniulize swali alafu mtu akakujaji wewe. They didn't judge me, they judge you guys kwa sababu nyinyi mnataka msanii aonekane stupid. Unamuuliza msanii maswali, unataka msanii atakavyojibu ndio unaona kama hii interview inaenda. Unajua sisi tunakutunzia sana brand. Yaani na interview zetu hizi tunakutunzia sana brand. Yaani ukisema tunataka uonekane stupid unakosea. No. Hebu niulize hilo swali uliloniuliza sasa hivi. Wewe umewahi kukutana na post za watu wanakuita wewe mjeuri mtandaoni? Nimeshasikia. Umeshasikia? Nimeshasikia. Mimi ndo nilichukua na na mimi nimeshaona. Kweli huyu mjeuri sio, kwa sababu mimi huwa sisomi sana comments. Labda nikitumiwa mtu ana nini na nini, umeelewa? Lakini nikijiuliza ni kwa sababu kama nilivyokutolea explanation, mtu asiyekujua anaweza akakuzungumzia anavyotaka yeye au alivyokusikia. Umeelewa? Sijasema you guys mnatuuliza vitu vya kipumbavu. Uliza swali ili uweze kuqualify kuwa journalist. You guys mna maswali ambayo yana rank. Niulize kitu ambacho sionekane mimi mpumbavu. Hilo tu ndo nataka. Kwa sababu wewe unataka kunigombanisha na watu. Okay, mimi nakuja huko. Ali kwenye interview moja ya Davido alisema wewe ni mgumu sana kujibu DM. Yani ni kama alikutafuta na nini. Mshaanza kuzungumza kuhusiana na collab? Of course nilikuta message ya Davido. Aliniuliza, alinicheki. Nadhani ilikuwa ni mwanzo wa kuzungumza na kutaka kufanya nyimbo. Lakini mimi nikaja kuiona later kama 4 years. So I don't check DMs. Miaka 4? Yeah. Okay. 4 years imepita. Kwa hivyo nikaja kumjibu baadaye. Kamba so ndio naona leo.
Sababu ni ngumu sana kuingia kule sehemu na kupekua vitu na nini. I was just basi. Wewe umepata wapi hizo habari? Sasa mimi si nafuatilia. Sasa huo ndio ujivuni. Wewe ndio mjivuni. Ndio. Hongera Alikiba, 2026 ni vyema sana kwako. Collab na BN sasa hivi shows pia zimekuwa nyingi. Nafikiri baada ile collab ulisimama kwenye stage ukasema watatoa nyingine na zingine na zingine. Ulikuwa unamaanisha nini? Wewe hujui Kiswahili. Wewe hujui Kiswahili. Ndio nataka maana Kiba. Kiswahili nimezungumza kabisa. You see, nilikuwa katika mood tofauti. That was not me. That was not me. I was just so happy, super excited. Watu wangu wa mwanzo waliniheshimisha, wamefurahi, nikaona wamepata show ambayo walikuwa wanaitaka. Nikawaambia msiwe na wasiwasi. Kwa sababu siku hizi naona tumehamia katika mitandaoni, mikwala. Kila mtu akitaka kutoa nyimbo anatoa mkwala. Ngasema mimi haina shida. Mimi I'll just do once, then they'll do sana tu, wataendelea kutoa. Lakini sio mambo yangu. Sijapenda ile siku nimejilaumu kwa kusema hivyo kwa sababu nilikuwa very excited. That's what naambia. Where did you get it? Wewe unapata wapi hivi vitu vya majivuno wewe? Ndio ujivuni. Ndio nasema sijapenda kwa sababu that was not me. Yaani sio vitu vyangu. Hivi hiyo ndio siku moja na ile kwamba wewe let me jibu hili swali. Okay, let me jibu. So, yani nilivyokuwa nimetokewa na ile hali nikasema yale yote. And then vitu ndio vikaanza kutokea kama nilivyokuwa nimesema katika ile nini. Ndio watu wakaanza kutoa nyingi. Ndio. Ni siku moja uliosema kwamba wewe hauna pesa kunizidi. Kuna mtu ulimwambia pale aliyekuwa kwa mashabiki kule. Nadhani kama nilisema nitakuwa nilipitiwa tu kwa kweli. Au ndio itakuwa hiyo ulikuwa excited? Super excited kwa sababu kama unazungumzia swala la kumpatia mtu pesa, mimi naheshimu sana hela. Na wale watu pia I'm pretty sure hawakuwa katika sense yao, yani kwamba katika hali yao ya kawaida. Hawakuwa sober. Yes. Unajua mtu akiwa amefurahi sana au akiwa amekunywa kitu na nini, anaweza kufanya chochote. So nilikuwa najaribu tu umeelewa? Sikuwa na kama unavyosema dharau, ujivuni. Nilikuwa nataka kwanza pesa iheshimiwe, lakini vile vile brand yangu pia iheshimiwe. That's why nilikuwa na prefer mtu akinipatia pesa hivi. Na mtu yoyote akinionyesha pesa huwa napokea kwa sababu mimi huwa sikatai riski. Na ukotaga hata shilingi 50 nikikuta chini. Pesa ya aina yoyote mimi naiokota na naihifadhi. Wallahi wa billahi na pia. Hiyo ni nzuri sana. Kwa siwezi mtu akinionyesha hela nikaacha kuipokea. Naweza nikaacha kila kitu nikapokea hela. So ni kitu kizuri. Lakini ikija mtu anakupiga na hela usoni, anaikosea kwanza pesa, la pili afu pia ananikosea mimi. Unaelewa? So kama nilizungumza hicho kitu nadhani nilikosea. Ndio.